Ujambo mtazamaji wa SKF TV na kusalimu sana popote pale ulipo, ikiwa leo ni tarehe 3 mwezi wa 4 2025, Alhamisi nyingine. Karibu sana katika taarifa ya habari. Uko nami Pendo Golton na kusomea taarifa hizi kutokea studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Endelea kututembelea katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SKF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Karibu sana. Uko nami ninayekuletea matangazo haya. Watu watatu wamepoteza maisha baada ya kugongwa na gari katika eneo la Nyabilele, kata ya Mgaza, wilayani Chato, mkoani Geita. Tupate taarifa zaidi. Watu watatu akiwemo mtoto mdogo wamefariki dunia baada ya kugongwa na gari katika barabara ya Mganza Chato, eneo la Nyabilele, kata ya Mganza, wilayani Chato, mkoani Geita. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Safia Jongo, ajali hiyo imetokea Aprili 2, 2025. Waliopoteza maisha ni mwanaume, mwanamke aliyekuwa amembeba mtoto mgongoni, na wote wanadaiwa kuwa wa familia moja waliokuwa wakitembea kwa mguu. Hadi sasa majina yao bado hayajatambulika, lakini inadaiwa kuwa walihamia eneo hilo hivi karibuni. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika kituo cha afya cha Mganza Chato kwa ajili ya uchunguzi na utambuzi. Na watu 7 wamefariki dunia na wengine 42 wamejeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Mvungi Trans kuacha njia na kupinduka mtoni katika kijiji cha Msangeni, kata ya Kifula, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro. Akithibitisha juu ya ajali hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro, Simon Maigwa, amesema chanzo cha ajali hiyo ni dereva kukosa umakini kwenye kona, hali ambayo imepelekea kushindwa kuhimili kasi ya gari na kuacha njia. Kweli jeshi la polisi tulipokea taarifa ya ajali ya basi ambalo ni T 222 DNL, basi aina ya Yutong ambalo ni kampuni inayomilikiwa na Mvungi Trans. Basi hilo lilikuwa linatoka Ugweno kwenda Dar es Salaam, likiwa eneo la Msangeni, wilaya ya Mwanga. Liliacha njia na kupinduka na kusababisha vifo vya watu 7. Kati yao 7 wanaume 2 na wanawake 5. Kati ya wanawake 5 kuna mtoto mmoja wa miaka 2.5. Chanzo cha ajali hiyo ambayo imetokea saa 12:45 za alfajiri leo tarehe 3 wa 4/2025 ni uzembe wa dereva wa gari ya basi ya Mvungi Trans kutokulimudu gari lake wakati wanapishana na gari dogo kwenye kona, ambalo lipelekea likapinduka na kuporomokea polini, kwa maana ya bondeni. Mtuhumiwa kwa maana ya dereva aliyekuwa anaendesha hiyo gari amekamatwa, na hadi sasa tunao majeruhi 42 ambao wanaendelea kupata matibabu katika hospitali. Wapo ambao wamepelekwa KSMC, wapo ambao wamepeleka zahanati ya Kifura, lakini wapo wengine ambapo hospitali ya Mwanga wakiendelea na matibabu. Miili ya marehemu imepelekwa hospitali ya Mwanga kwa maana ya utambuzi, na baada hapo itachukuliwa kwa ajili ya taratibu zingine za kifamilia za maziko. Wito wangu ni kwamba madereva, kipindi hiki ni kipindi cha mvua na kuna kona kali, kwa hiyo ni kuchukua tahadhari kwenye kona, kwa sababu ajali ile ingeweza kuepukika kama yule dereva wa hiyo basi angeweza kuchukua tahadhari, kizingatia ni kwenye kona, na kitendo cha kupanua au kutanua na ikajikuta inatitia kwenda huko polini ingeweza kuokoa maisha ambayo roho za watu wamepotea ambazo ingeweza kuokolewa. Kwa majina naitwa Fadhili Ahaya Mpole. Tumewahi tukikuta gari ikiwa bado inaunguruma, ndo tuliopambana na kujitahidi kukata nyaya kuepusha mlipuko wa gari utakaofanyika. Chanzo cha ajali hii kwanza imetokana kwamba kuna gari ilikuwa inakuja ya msiba. Sawa? Sasa ina maana akawa kwenye kupishana, dereva ndo akaona kwamba ile gari zilikuwa ziko nyingi zimeongozana zinapeleka msiba. Sasa akaona kwamba ile kuikwepa, ina maana ndo gari kuhama ikashindwa kurudi barabarani, ndio chanzo cha ajali hii. Mimi kwa majina naitwa Saleh Yusufu Mfangabo, ni agent wa Mvungi, naishi wilaya Mwanga Kikweni. Ajali hii sisi tulikuwa tumeweka abiria Kikweni pale tukisubiri gari ije. Baadaye tukaambiwa kwamba gari imepata ajali. Tulipata taarifa kwa haraka na tulichukua bodaboda, tulikuwa na mimi na agent mwenzangu Saidi Lawena. Tuliwahi hapo, tulipofika hapa watu wengine walishafika wakawa wanaendelea kuokoa majeruhi
na watu wengine tumewakuta pale ambao walikuwa wamepata ajali. Wengine tulikuta mtoto mmoja na mama mmoja alishakufa, na watu wengine bado watu walikuwa wanaendelea kuokoa. Kuna wengine wametoka ni wazima kabisa, kwa sababu kila Mungu anapanga la kwake, Mungu analopanga la kwake. Wengine ni wazima kabisa, wengine wajitambui, wengine ndio hivyo unakuta na hema akipandishwa mpaka barabarani ameshakufa. Msafara unaosindikiza mwili wa marehemu Lucia Sule aliyekuwa katibu umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi CCM UWT mkoa wa Mbeya umepata ajali kijiji cha Haneti wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma wakati akielekea mkoani Manyara kwa ajili ya shughuli ya mazishi. Kwa mujibu wa taarifa za mashuhuda, ajali hiyo imehusisha lori aina ya Scania lenye namba za usajili T832 EBU na tela zenye namba za usajili T732 EGW na Costa lililokuwa limebebwa mwili wa marehemu lenye namba za usajili T267 EBM. Mbeya kuelekea Manyara kusindikiza mwili wa bosi. Sasa wakati tunashuka tunaelekea kwenye njia, warudi akawa ametoka chini na kupandisha juu, na sisi hapa tunatoka juu tunashuka chini, warudi akawa anapandisha. Alafu sisi hapa nyuma kuna magari yanatufuata kama matatu. Sasa huyu warudi wakati anapandisha alikuwa kama anasinzia, yani anachezesha gari. Sasa sisi hapa kwa tunazunguka na gari, kuna posta kama mbili nyuma yetu, kwa posta mbili nyuma yetu. Kwa sasa wakati anakuja hapa anapigia honi, yeye anapocheza kama alikuwa na usingizi. Kwa hiyo akawa anatufuata sisi hapa. Kwa sisi hapa kabidi nichukue kwenda kule. Kwa yani yeye akawa amevuka mpaka chaka ndio kule. Kwa hiyo ndio kabidi sisi hapa tumekuepo tusogee. Watu walikuwa wamesinzia nyuma kwa usingizini ndio kufikia gari inacheza sana yetu sisi hapa. Kwa hiyo ndio kuna dereva kama changanyikiwa. Hayo mkani mshika shikani gari kwa tunapitia pembeni. Kwa hiyo alikuwa amesinzia kuogopa vile vile yanamilia ya kioo cha gari akaingia machoni. Kwa haraka kwenye gari watu wapunguka na 7. Kwa haraka. Poleni sana. Asante. Na wanawake na majeraha makubwa ilikuwa ni hali ya kukata na vioo. Kwa hiyo hapa ambao tunaweza kwa shoulder kesho basi lakini wanatofautiana kidogo aina ya majeraha. Kama mama pia alipata jeraha ambalo ilikuwa ni katika kwa domo alipata kideo. Hapo na majeraha mengi kwa kuweza kuyashona na control ya kupoteza ndani. Sasa hizi ni quick step. Kuna wengine nao ambao pia wameshona, na kuna mmoja ambaye yeye tunaona majeraha yake yalikuwa kidogo makubwa. Kwa tunataka daktari wetu wa macho aweze kumwangalia then tuweze kuamua na enda na tuangalie tena. Sawa. Lakini kuna kina mama kama wa tatu hawana hali mbaya, ni maumivu tu yale ya kawaida ya baada ya ajali. Sawa, nakushukuru. Mungu atakusaidia tu. Yeye tunashukuru pale na mmoja. Sawa, tuna kwa taratibu zetu huwa tunaendelea kuwahudumia kama hivi. Hata wanasema majeruhi kuwakimbiza sio tiba. Cha kwanza ni kufanya zile life saving kwanza, zile za kuokoa maisha. Naangalia upumuaji wao uko vizuri, kama kuna majeraha kupoteza damu na unayadhibiti, unakaa nao kuangalia. Inawezekana hata kwa baadaye na pesa mtaona atahitaji usaidizi kwenda kwenye hospitali kubwa. Unampeleka lakini akiwa stable. Watu 5 wamejeruhiwa huku baadhi ya nyumba zikiharibiwa baada ya moja ya magari ya mgodi wa dhahabu wa Bukrif kuparamia makazi kwenye kitongoji cha Isingilo wilayani Geita.
Taarifa za tukio hili nilizipokea saa 8 za usiku kupitia kwa mwenyekiti wangu wa kitongoji hiki cha Isingiro. Alinijulisha kwamba kuna tukio la doza ambalo limetoka kwenye mgodi wa Bakrifu, limepita bila kujulikana kuwa na operator ndani yake na limebomoa baadhi ya nyumba na kufanya uharibifu kwenye makazi ya kitongoji hiki cha Isingiro. Na ilipofika kati ya saa 8:30 pia nilikuwa nimeshafika kwenye kitongoji hiki cha Isingiro kwa ajili ya kushiriki kwenye tukio hilo. Tulisikia ghafla mungulumo wa kama kitu kinapita. Sasa kulingana kwamba tupo kwenye eneo la mgodi, tukadhani labda pengine ni zile purukushani za watu wa mgodi wanapitisha magari yao kwenye barabara kuelekea kwenye kazi zao. Pengine tukahisi labda au ni makalasa, kwa sababu hata haya maeneo kuna makalasa hivi karibuni. Sasa wakati tunaendelea kusikiliza hilo jambo hivyo, ghafla tulisikia kama kitu kinadondoka. Ile kitu kinadondoka, tukasikia kama watu wamelia, kumbe alikuwa ni mzee wangu kama amepiga mwano kulia. Kuangalia ile tukio jinsi ambavyo lilivyompata. Kuja kuangalia nakuta nyumba imedondoka kwa humo ndani. Na walikuwa watoto zaidi ya watoto 6, sasa wale wadogo wadogo ambao wana miaka 12, 8. Kabidi kuanza namna na hatua za uokoaji sasa. Baadaye kile kitu baada ya kugonga ile nyumba kilikuwa kinatembea kwa kasi. Na kama hii nyumba ya mwisho hapa namna ilivyopitwa, ukiangalia huu mtambo una minyororo pande mbili. Upande mmoja umepita huku na upande mwingine umepita huku. Ukiambiwa kwamba hapa mtu ametoka salama katika usiku mkubwa ambao watu wamelala, unasema asante Mungu kwa ukubwa wako na ukuu wako. Mtambo huu umeendelea mpaka umefika kule. Tukio hili linaendelea kuchunguzwa. Lakini mwanzo wake, kwa taarifa za awali ambazo tunaendelea kuzifanyia kazi zaidi, operator wa mtambo huu aliyekuwa zamu alijihusisha na tukio la wizi wa mafuta, na alikuwa na baadhi ya watu ambao walikuwa wanayanunua hayo mafuta, ambao wawili tayari wamekwisha kamatwa. Baada ya walinzi wa mgodi kubaini kwamba kuna wizi unaendelea, operator wa mtambo akaamua sasa kwanza kuondoka na chombo ili kujiondoa kwenye eneo la tukio. Alipobaini ufuatiliaji unaendelea kwa spidi, aliruka kwenye chombo usiku na kukiacha chombo hicho. Sasa mitambo hii ina uwezo wa kujiendesha yenyewe, inajiongoza. Ukishaliwasha unaweza ukatoa funguo na likaendelea. Na tumepokea taarifa hizo za kusikitisha siku ya leo. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa faraja familia za wapendwa wetu, lakini pia kuwapa neema na uponyaji kwa wale wote ambao wako hospitalini majeraha haya. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba nchini TMDA kanda ya kati imekabidhi gereza kuu la mkoa wa Iringa dawa zenye thamani ya shilingi milioni 13 ili zisaidie kuboresha huduma ya matibabu kwa wafungwa na jamii inayohudumiwa na vituo vya afya na zahanati za magereza mkoani humo. Kwa hiyo elimu na ujuzi waliokuwa nao, kuna aina ya dawa kutokana na complexity, yani tuseme ugumu wake au viwango vyake kuwa ni vya juu sana, wao hawawezi kutoa kwa usahihi. Kwa hiyo kusudi tusiendelee kuathiri jamii na wazunguka wanaoenda kupata huduma katika maeneo yale, basi zile dawa huwa tunazitoa na kuzikusanya. Lakini pia baadhi ya dawa hizi tumezitoa katika maabara. Kama tunavyojua, maabara tunaenda kufanya vipimo tuweze kujulikana tuna tatizo gani la kiafya. Kwa hiyo swala la kupata dawa halitakiwi tulipate katika maabara. Kwa hiyo nao pia tuliwakuta wakihifadhi hizi bidhaa, kwa hiyo tulizitoa na kuzikusanya, na leo hii sasa tumekuja katika magereza mkoa wa Iringa kuweza kuwakabidhi bidhaa hizi. Kwa upande wake, mkuu wa magereza mkoa wa Iringa ameeleza ni kwa namna gani msaada huu wa vifaa na madawa unakwenda kuwa msaada kwa wafungwa. Kwa ujumla, kama mnavyojua, serikali haiwezi kutosheleza kila kitu, lakini kwa msaada huu ambao tumeupata na kwa ujumla na pamoja na wadau wengine ambao wanatoa msaada, hakika inasaidia, kwa sababu tuna wagonjwa mbalimbali na wana magonjwa mbalimbali, lakini tunapopata msaada kama huu, kwa kweli inasaidia sana kwa wafungwa wetu na pamoja na jamii nayo tuzunguka kupata tiba hasa ile inayostahili. Tunawashukuru na tunaomba hata wakati mwingine itakapotokea hata kwenye mikoa mingine kuwa wamekusanya,
sisi Iringa tuna uhitaji wa kutosha. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetangaza kuanza kutumia mfumo wa kidigitali wa utoaji wa mikopo kwa makundi maalum ili kurahisisha upatikanaji wa mikopo kwa njia wazi, haraka na usalama. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Sharifu Al-Sharifu ameeleza hayo wakati akizindua mfumo huo. Serikali yetu imekuwa ikifanya juhudi kubwa katika kuwawezesha wananchi wa kiuchumi kwa kutoa mikopo kwa wajasiriamali. Hata hivyo, changamoto kubwa iliyokuwepo ilikuwa ni utaratibu mrefu na wakati mwingine urasimu uliochelewesha upatikanaji wa mikopo kwa walengwa. Mnamo tarehe 20 Septemba 2024, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, katika tamasha la pili la Fahari ya Zanzibar lilofanyika pale Nyamazi, Zanzibar, alizindua rasmi mfumo huu wa kidijitali. Leo hii natangaza rasmi kuwa kuanzia tarehe 15 Aprili 2025, mfumo wa kidijitali wa utoaji wa mikopo ya makundi maalum, yani 442, utaanza kutumika rasmi na hakutakuwa tena na maombi ya mikopo hiyo kwa njia ya awali. Mfumo huu utarahisisha upatikanaji wa mikopo kwa njia ya uwazi, haraka na yenye usalama wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi wakala wa wezeshaji wananchi kiuchumi leo tuna furaha kubwa na tutapunguza kwa ukubwa wake utoaji wa mikopo utakuwa mkubwa, lakini na urahisishwaji wa kupata hiyo mikopo itakuwa ni rahisi. Ni mategemeo yetu kila mkopo utatoka isizidi siku 14 tangu maombi. Itategemea na ukubwa wa mkopo ule, lakini isizidi siku 14. Na kuna mikopo itatoka within 24 hours, kuna mikopo itatoka na katika masaa 78, ambapo kwa sasa kwa kusema kweli ilikuwa tunachelewa sana katika utoaji wa mikopo, lakini hii itakuwa ni solution. Lakini zaidi ya hapo tumeintegrate na Duns and Broad Street ambao wanaturuhusu kujua kwamba huyu mtu au hiki kikundi au hawa wana kikundi wamechukua mikopo wapi na wapi na wapi. Kwa hivyo itampa kitu kinaitwa credit score ambacho kitamwezesha ZEA kusema kwamba huyu ni mkopaji mzuri au sio mzuri. Pili, cha tatu kabisa ni kwamba kuhakikisha kwamba kutokana na kanuni za ZEA, kama ni mkopo unatakiwa kwamba mtu mmoja, mkopo mmoja, then ile itaonyesha kwamba ana mikopo mingine kutoka kwa ZEA au hana mikopo mingine kutoka kwa ZEA, na atapitishwa kwenye hiyo process. Hiyo process yote inaweza ikaichukua kwa yule muombaji chini ya lisali moja. Katika mahusiano yetu na ZEA, mikopo zaidi ya bilioni 954 imeshatolewa kwa njia ambayo ilikuwa ni sio ya mfumo. Kwa hiyo tunategemea kabisa kwamba uwepo huu wa mfumo wa kidijitali utarahisisha utoaji zaidi ya hiyo mikopo. Wazi unakuwepo, lakini vile vile ufanisi katika ule muda ambao mkopo unakuwa processed. Pata the best solution kwa sababu kikundi kiko nyumbani, pengine kuna kikundi kiko Tumbatu kule, au kuna kikundi chengine kiko Pemba ndani huko. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sasa vikundi vyetu hivi kuweza kupata mikopo. Na sisi kama baraza tumejicommit katika hili kushirikiana na wenzetu ZEA kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi kubwa zaidi ya vikundi vya watu wenye ulemavu kuweza kupata hii mikopo. Na tuangazie katika habari za kimataifa kunani. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza orodha mpya ya ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa Marekani, huku viwango vikubwa zaidi vikihusu mataifa yenye trade surplus dhidi ya Marekani. Baadhi ya mataifa yaliyoathirika ni Uingereza, Brazil, Mexico, Australia, Uswizi na Poland, huku yakikosoa hatua hiyo na kutishia kulipiza kisasi. Barani Afrika, Lesotho imepata ushuru wa juu zaidi kwa 50%, ikifuatiwa na Madagascar kwa 47%, Afrika Kusini na Botswana 37%, Angola 32%, Libya 31% na Algeria 30%. Hata hivyo, nchi nyingi za Kiafrika zitauzia Marekani kwa kiwango cha chini cha ushuru cha 10%. Trump amesisitiza kuwa umuhimu wa ushuru huu ni sehemu ya ahadi yake ya kampeni ya jicho kwa jicho kwenye biashara ya kimataifa.
Jeshi la Russia limetekeleza mashambulizi ya anga kwa kutumia drone na kombora la ballistic katika mji wa Kryvyi, Ukraine na kusababisha vifo vya watu 4 huku 14 wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa wa Dnipropetrovsk, Serhiy Lysakh, mashambulizi hayo yalianza Aprili 3, 2025 saa 11:20 jioni, yakilenga miundombinu na kiwanda kimoja katika mji huo. Lysakh amewataka wakazi wa eneo hilo kuendelea kuwa makini na kujihifadhi kutokana na hatari inayoweza kuendelea. Shukrani sana mtazamaji wa SKF TV kutenga muda wako wa thamani sana, na mimi nimeuthamini kwa sababu nimekuelimisha na nimekuhabarisha kwa taarifa mbalimbali jioni ya leo ambayo nimekuletea. Ulikopo nami Pendo Godson. Lakini pia nizidi kukusisitiza tarehe 7 hadi tarehe 11 kambi yetu ya matibabu inaenda kutoka katika hospitali ya Lumumba pale Zanzibar. Ni upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa. Takriban watoto 23 mpaka sasa tumepokea taarifa kwamba wameshawasili, lakini pia ukisikia taarifa hii mjuze na mwingine ili waweze kujitokeza kwa wingi tufanye huduma hii ambao tunarudisha pia kwa jamii. Zaidi ya yote nizidi kukuambia pia endelea kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X, ukisubscribe, ukulike, ukucomment, lakini pia ukishare linki mbalimbali. Nikutakie jioni njema. The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Lumumba Zanzibar wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 7 hadi 11 Aprili. Mahali ni hospitali ya mkoa ya Lumumba Zanzibar. Mzazi unaomba kumfikisha mwanao hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0776 177 742 au 0738 229 449 na 0717 531 312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.